Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Musa Ezekia Kagika. Siku nyingine tena Yesu ametupa nafasi ya kujifunza neno lake. Nikukaribishe kwa ajili ya mafundisho kwa muda huu ambao tutakuwa nao. Mungu akubariki. Ukibarikiwa na mafundisho usiache kulike, kushare pamoja na kucomment. Lakini bora kuliko yote unaweza ukasubscribe, turn on notification ili uwe wa kwanza kupata matangazo au chochote ambacho tunakuwa tunaendelea nacho. Nitamwomba Mungu kabla ya kuanza. Amen. Bwana Yesu, asante kwa wema na fadhili zako, tunakushukuru. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu sana katika jina lako jema. Asante Mungu kwa neema yako ambayo umetupa siku ya leo, siku nyingine tena ya kujifunza maneno yako matakatifu. Neno lako linasema kufafanusha kwa maneno kutia nuru. Bwana, tia nuru katika fikra zetu tunapokwenda kujifunza neno lako. Yeyote litakayemfikia Bwana, atakayelisikia likazalishe kitu ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tuhudumie kama unavyopenda. Kwa damu ya Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako. Badilisha fikra zetu, badilisha mioyo yetu kwa jina la Yesu. Neno lako likatumike kwa nguvu, si katika hali ya kushawishi akili zetu kibinadamu, bali katika udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Asante Mungu kwa wewe ni mwema na mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi leo tutakuwa tunajifunza neno la Mungu. Kichwa cha somo nimeongozwa au nimetamani kukiita moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu ndio kichwa ambacho tutaenda nacho katika somo hili ambalo tuko nalo siku ya leo. Soma kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Nasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yangu yapendezwe na njia zako. Ulikuwa ni wito ambao Mungu anautoa kwa ajili ya watu wake. Anasema, mwanangu, nipe moyo wako ili macho yako yapendezwe na njia zangu. Katika huu mstari anasema, mwanangu, nipe moyo wako. Akizungumza kwa habari ya nipe moyo wako, si hisia tu, bali nasema moyo ni kitovu cha maamuzi. Ni sehemu ambayo maamuzi yote yanaweza kufanywa. Lakini pia moyo ndio chanzo cha nia. Lakini pia ndio mahali pa imani, kwa sababu hata Biblia inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Manake kwa moyo mtu anaweza kaamini. Kwa maana hiyo kwamba sehemu ya imani inakoweza kukaa ni moyoni kwa mtu. Lakini pia sehemu ya moyo ndo kuna mwelekeo wa maisha yote ya mtu. Sasa Mungu analiomba eneo hili ili aweze kulitawala. Anaomba kwa mwanadamu kwamba mwanangu, nipe moyo wako ili macho yako yapate kupendezwa na njia zangu. Anasema katika kitabu hiki ambacho tumesoma cha Mithali sura 23 mstari wa 26. Mungu anautaka moyo ili usimfuate Mungu kwa kulazimishwa, lakini pia usimtii kwa hofu pekee, bali utoe moyo wako kwa hiari, kwa upendo na imani. Eneo la moyo ni eneo ambalo ni senta ya mambo yote kwa mwanadamu. Mungu ameomba moyo kwa mwanadamu kwa sababu ndio sehemu ambayo ina control maisha ya mtu. Sasa nimesema moyo ni chanzo cha nia. Mwanadamu ameumbwa katika mazingira mawili kwa wakati mmoja. Ana mwili, ana nafsi, ana roho. Ni vitu ambavyo Mungu alimpa mwanadamu au ametupa sisi wanadamu. Sasa tunapozungumzia moyo unaozungumzia hapa sio moyo tunaosoma darasani ambao kazi yake ni kuweza kusukuma damu. Huu ni moyo ambao ndio chanzo cha mambo yote kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa tumesema moyo ndio chanzo cha nia. Ndani ya nia ndiko ambako kuna hisia, ndiko ambako kuna mawazo, ndiko ambako mtu anaweza kufanya maamuzi.
ndio eneo ambalo linaweza likachakata jambo lolote ambalo mtu analifanya katika maisha. Linategemea sana kiwango chake au moyo wake uko vipi. Sasa Mungu analiomba eneo la moyo ili alitumie kwa ajili ya ufalme wake. Wanadamu tumeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Mungu naye anao moyo. Mungu anao moyo kwa sababu naye Mungu anaweza akawa na furaha na mtu, anaweza akawa na huzuni na mtu, anaweza akajisikia vibaya. Lakini moyo wa mwanadamu Mungu anautaka ili aweze kumtumia yule mwanadamu sawa sawa na vile ambavyo Mungu alimkusudia au alivyomuumba. Alituumba Mungu kwa mfano wake na kwa sura yake ili tuweze kutawala na kumiliki. Hiyo ni nature ya Mungu. Sasa akaiweka ndani ya mwanadamu. Tunaishi katika ulimwengu ambao shetani ametawala na alipewa nafasi ya kuwa Mungu wa dunia hii. Tulipokosea kama wanadamu kupitia baba yetu Adam, shetani akawa amechukua nafasi ya kuwa mtawala katika ulimwengu ambao tunaishi. Sasa shetani anaweza kautumia moyo wa mtu kama anavyotaka. Leo hii tunaishi katika maisha ambayo kuna changamoto nyingi, lakini ukiangalia ni kwamba shetani ametubadilishia namna ya kuweza kuwaza, kufikiri. Mawazo, kufikiri, vyote ni vitu ambavyo vinapatikana ndani ya moyo. Leo nitazungumzia sana kwa upande wa ishu ya mawazo katika moyo wa mwanadamu. Kwa ndani ya mwanadamu kuna nia. Hiyo nia ndani yake kuna mawazo, kuna fikra, kuna maamuzi. Mtu hawezi kuishi nje ya kiwango anachowaza au kufikiri. Kuna mahali katika neno la Mungu katika kitabu cha Mithali anasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, ambao ukisoma Biblia ya Kiingereza inazungumza kwamba afikirivyo au atazamavyo mtu ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Mtu hawezi kuishi nje ya mawazo yake. Kwa nini tunafanya dhambi? Kwa nini wengine wanaishi maisha ya kujitahidi kumtafuta Mungu? Inategemeana na kwenye mawazo yako, kipi ambacho kimechukua nafasi. Tunapozungumza Mungu anapotaka moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu ndiko ambako kuna organizations ya mambo yote, ndio chanzo. Kitabu cha Mithali pia anasema, linda sana moyo wako kuliko yote unayoyalinda, kwa sababu ndiko chemichemi za uzima zinatoka. Chemichemi za uzima manake ni chanzo cha uzima wa maisha ya mtu. Mtu hawezi kuishi nje ya kiwango cha uwezo wake wa kufikiri na kuona na kutazama, na hayo yote ni yale ambayo yanatokana ndani ya moyo wa mtu. Moyo wa mtu ni kiwanda ambacho kinaweza kikazalisha mawazo, ni kiwanda ambacho kinaweza kikaleta ideas mbalimbali katika ulimwengu ambao tunaishi, na ndio maana ni eneo ambalo Mungu analihitaji kutoka kwa mwanadamu. Leo hii kuna msemo mmoja unasema hivi, hauwezi ukamzuia ndege kuruka juu ya kichwa chako, lakini una uwezo wa kumzuia ndege asijenge kiota katika kichwa chako. Maana yake nini? Hakuna namna una uwezo wa kuto kuliruhusu au kulizuia wazo lisije ndani yako. Wazo jema linaweza likaja ndani yako, wazo baya linaweza likaja ndani yako, lakini ni wajibu wako kuweza kuchakata kwamba wazo ambalo limekuja ni la Mungu au wazo ambalo limekuja ni la shetani. Unawezaje kujua sasa? Lazima uwe na ufahamu kuhusu neno la Mungu, kwa sababu utakusaidia kuweza kujua kwamba ili wazo lilokuja sio wazo la Mungu na ili wazo limekuja ni la Mungu. Naamini tunapatana vyema. Sasa Mungu ameweka uwezo ndani ya mwanadamu wa kuweza kulikabili jambo kwenye mawazo yake. Sasa kwa nini watu wengi tunaanguka katika matatizo au changamoto? Kuna kitu nilikiandika siku moja kwamba dhambi ni mchakato, sio kitu kinachokuja kama ajali. Linaanza wazo kwanza, likishaingia lile wazo, yule mtu akilipokea akaanza kulichakata, kulifikiria, linajenga kitu kinaitwa ngome, stronghold. Manake ni kitu ambacho ni wazo ambalo limekomaa, ambalo linampelekea mtu katika kufanya maamuzi. Maamuzi yanaweza kumpeleka mtu kufanya matendo ya kawaida kabisa. Kama mtu anaweza kama ameona kitu cha mtu, baada ya kuona
labda ameona simu ya mtu au fedha ya mtu, wazo linaweza likaingia ndani yake kwamba unaweza ukachukua kile kitu. Asipolidhibiti lile wazo, linaweza likachukua mimba, likazaa dhambi, mtu akafanya maamuzi ya kwenda kutengeneza kitu ambacho sio sawa. Tunaishi katika ulimwengu wa zinaa ambao adui anautumia kama mtego kuliharibu kanisa la Mungu. Sasa watu wengi kwa kuto kujua na kuto kufahamu, tuna entertain baadhi ya mambo, tunajikuta tunaingia kwenye anguko ambalo Mungu hakutukusudia, lakini lilianza kama wazo. Linapokuja wazo ndani yetu, Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kuweza kulidhibiti hilo wazo. Soma katika kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 ukianzia mstari wa 3, anasema maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Sasa silaha za Mungu, kwa sababu Mungu anatupenda, anatamani tusiingie katika mchakato wa kuweza kumkosea. Sasa dhambi nimesema haiji kama ajali, lakini inakuwa ni mchakato ambao linaingia wazo moyoni ambalo mtu anaweza kalikabili kabla alijachukua mimba na kuweza kuzaa kitu ambacho ni shida mbele ya safari. Lakini silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Manake Mungu ametupa silaha ambayo inaweza katusaidia katika maisha ya kudili na wazo. Hapa azungumzii kwamba silaha za vita vyetu zinaweza kumshinda shetani. Ni silaha ambazo zina uwezo wa kulishinda wazo kwanza ndani yako. Inaweza kaja wazo la kutamani, inaweza kaa ni wazo la kuiba, inaweza kaa ni wazo linakuja la kusema uongo au la kwenda kinyume na Mungu. Lakini Mungu ametupa silaha ambazo zina uwezo wa kulishinda wazo, ukaliangusha wazo. Kwa mfano, kijana wa kiume mwenzangu, unatembea, katika kutembea unakutana na mazingira ambayo ni ya ushawishi. Kutana na dada amependeza vizuri kabisa, amevaa mavazi ya kukutamanisha. Sasa litaingia wazo ndani yako la kuvutiwa na yule mtu. Usipokuwa makini kuliangusha wazo, utafikia hatua ambapo unaenda kulitimiza kile ambacho unakisikia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu tayari lile wazo linapoingia moyoni mwako linaanza kuchakatwa. Linapoendelea kuchakatwa linachukua mimba. Ikishachukua mimba linazaa dhambi, matokeo sasa ambayo yanakuwa ni dhambi. Na Mungu hadili kwanza na tendo ambalo mtu anakuwa amelifanya kama dhambi. Mungu anamuona mtu kutoka mbali. Mungu haangalii matendo ambayo mtu amefanya, anaangalia moyo wake. Moyo wa mtu unaweza ukaamua yule mtu aende wapi, afanye nini. Mungu huwa anatamani mtu alidhibiti kwanza wazo. Akishalidhibiti lile wazo ovu ndani yake, ndio mwanzo wa ushindi wake. Ndugu yangu wa kiume, ndugu yangu wa kike, Mungu ametupa silaha ambazo zina uwezo wa kuangusha ngome na mawazo. Linapokuja wazo baya, jifunze kwa akili ya haraka. Mwambie Mungu, ninaangusha kila wazo linalonipeleka kuzimu, kila wazo linalonipeleka kufanya uasherati, wazo ambalo linanipelekea kuiba, wazo ambalo linanipelekea kufanya maisha ambayo yako nje yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini unanielewa. Silaha za vita vyetu si za mwili, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo, kuliweza wazo kwanza. Ukishalishinda unakuwa ni mtu mkuu. Nimesema hauwezi kumzuia ndege kuruka juu ya kichwa chako, lakini unaweza kumzuia ndege asiweze kujenga kiota katika kichwa chako. Manake wazo linaweza likaja la aina yoyote. Hawezi kuzuia wazo lolote kuja katika ufahamu wako, lakini unaweza ukalizuia wazo lisikae wala kuchukua nafasi ndani ya moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu unao uwezo, na moja ya uwezo ambao unao, tamka kwenye kinywa chako, Mungu, ninaangusha kila wazo ovu
nalo nipeleka kutenda dhambi ninalikataa katika jina la Yesu.